Karibu tena kwenye simulizi yetu yenye hofu, maumivu na mapambano ya kuokoa maisha. Sehemu iliyopita tuliishia Amanda na mwenzake Nana wamekamatwa walipotaka kutoroka. Wamewekwa kwenye chumba kidogo, wanasubiri siku yao ya hukumu ya kifo. Je, kitu gani kilifuata kwao? Watapewa adhabu ya kifo au watafanikiwa kukwepa adhabu hiyo? Maswali haya yote yanajibiwa katika sehemu hii ya 4, lakini naomba like, comment, bendera ya nchi yako, share na subscribe katika chaneli hii. Tuanze. Ndani ya kile chumba kidogo kilichokuwa kama jela, muda ulionekana kusimama. Hakukuwa na dirisha la maana, hakukuwa na mwanga wa kutosha, na hewa ilikuwa nzito kana kwamba hata pumzi zilikuwa zinawaumiza. Nana na mwenzake Amanda walikuwa wamekaa humo kwa siku 2 kamili bila chakula wala maji. Siku ya kwanza walijaribu kuwa na matumaini. Walijikaza, walijifariji, walijisemea kuwa labda ni adhabu ya kuatisha tu. Lakini siku ilipoingia ya pili, miili yao ilianza kukata tamaa. Midomo yao ilikuwa imekauka. Ndimi zao zilikuwa nzito kana kwamba zimeganda. Vichwa vyao vilikuwa vinauma kwa njaa na kiu. Kila walipojaribu kusimama, walihisi dunia inazunguka. Nana aliegemea ukuta wa baridi, akijaribu kuvuta pumzi ndefu. Lakini pumzi yenyewe ilikuwa dhaifu. Alimtazama Amanda kwa macho yaliyojaa maumivu. Amanda alinong'ona kwa sauti iliyokuwa imepoteza nguvu. Nakufa, nasikia kiu sana, na njaa pia. Sauti yake ilikuwa dhaifu kiasi kwamba ilionekana kama upepo unapita tu. Alimeza mate kwa tabu, lakini hakukuwa na mate ya kumeza. Amanda, hata yeye akiwa hoi, alisogea taratibu hadi karibu na Nana. Alikuwa amechoka, macho yake yalikuwa mekundu kwa kukosa usingizi na kilio. Lakini alijikaza. Alimshika Nana mkono kwa nguvu kidogo iliyobaki mwilini mwake. Usiseme hivyo, Amanda alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Hatuwezi kufa Nana. Hatutakufa hivi. Lazima kuna sababu tuko hai mpaka sasa. Nana alitikisa kichwa polepole. Lakini nahisi mwili wangu unaishiwa nguvu, siwezi hata kusimama. Amanda alimsogelea zaidi, akamweka kichwa cha Nana begani mwake. Vumilia tu kidogo. Tafadhali. Usikate tamaa. Kimya kilitawala tena ndani ya chumba kile. Kimya kizito kilichokatizwa tu na sauti zao za kupumua kwa tabu. Muda ulipita polepole sana. Hakukuwa na njia ya kujua ni saa ngapi. Hakukuwa na mwanga wa jua kuonesha mchana au usiku. Lakini kwa kuhisi tu, walijua siku ya pili ilikuwa inaisha. Njaa ilianza kuuma kama kitu kinachokata tumbo lao kutoka ndani. Kiu iliwafanya wahisi kama koo zao zinawaka moto. Wote wawili walijaribu kuvumilia, lakini miili yao ilikuwa inasalimu amri. Nana alianza kulalamika tena mara kwa mara, kila baada ya dakika chache. Amanda, naona giza, kichwa kinaniuma. Amanda alijaribu kumtikisa kidogo. Angalia upande wangu. Usifumbe macho sana. Tafadhali. Lakini hata Amanda mwenyewe alikuwa anahisi mwili wake unazidi kuwa dhaifu. Miguu yake ilikuwa kama haina nguvu. Mikono yake ilikuwa baridi. Usiku ulipofika, walinzi walikuja mbele ya mlango wao kama kawaida. Wakawatazama kwa dharau. Muda wenu unakaribia, mmoja wao alisema kwa sauti ya kejeli. Baada ya muda mfupi, waliwasikia wakiondoka. Hatua zao zilipotea taratibu koridoni. Kisha harufu ya chakula ilianza kupita hewani kutoka mbali. Ilikuwa ni harufu ya nyama na mkate uliokaangwa. Harufu ile iliingia ndani ya pua zao kama mateso mapya. Nana alianza kulia kwa sauti dhaifu. Wanakula, alisema kwa uchungu. Wanakula wakati sisi. Amanda hakuweza kumalizia sentensi. Machozi yalianza kumtoka kimya kimya. Nje ya mlango, walinzi walikuwa wameenda kula. Vicheko vyao vilisikika kwa mbali. Sauti za vyombo zikigongana zilikuwa kama mishale inayochoma mioyo ya Nana na mwenzake Amanda. Ndani ya chumba kile kidogo, wote wawili walikuwa hoi. Hawakuwa tena wamekaa. Walikuwa wamejilaza sakafuni, miili yao ikiwa imelegea kabisa. Nana alijikunja kidogo, akishika tumbo lake lililokuwa linauma kwa njaa. Amanda naye alikuwa amelala upande mwingine, macho yake yakitazama dari la mawe. Kila mmoja alianza kulia kimya kimya. Hakukuwa na nguvu ya kupaza sauti. Hakukuwa na nguvu ya kupiga kelele. Ilikuwa ni kilio cha ndani, cha kukata tamaa. Amanda,
Nana aliita tena kwa sauti dhaifu sana. Nipo hapa, Amanda alijibu kwa shida. Ikiwa tutakufa, Nana alianza kusema, lakini sauti yake ilikatika kwa kilio. Amanda aligeuza uso wake na kumtazama. Hatutakufa, alisema kwa sauti iliyokuwa dhaifu, lakini yenye imani iliyolazimishwa. Mungu bado yupo. Hatujafika mwisho. Lakini hata yeye moyoni alikuwa anaogopa. Giza lilizidi kuingia ndani ya chumba. Baridi ya usiku ilianza kuingia kupitia nyufa za ukuta. Miili yao dhaifu ilitetemeka. Wakiwa wamejilaza sakafuni, kila mmoja akilia kimya kimya, walijua kuwa kama hakuna kitakachotokea, siku inayofuata ingeweza kuwa ya mwisho kwao. Na nje ya chumba kile, dunia iliendelea kama kawaida, bila kujua kuwa ndani yake kulikuwa na roho mbili zilizokuwa zinapambana kubaki hai. Usiku ulikuwa umeingia vizuri. Ndani ya kile chumba kidogo kulikuwa kimya kizito, kilichokatizwa tu na sauti za pumzi dhaifu za Nana na mwenzake Amanda. Wote wawili walikuwa wamejilaza sakafuni, wakiwa hoi kwa njaa na kiu. Miili yao ilikuwa imelegea kana kwamba imeacha kupambana. Ghafla, walisikia sauti ya hatua za taratibu zikikaribia mlango wao. Nana alifumbua macho kwa tabu. "Umesikia?" alinong'ona. Amanda alinyanyua kichwa kidogo, moyo wake ukianza kupiga kwa hofu. Walidhani huenda ni walinzi wamekuja kuwachukua mapema kabla ya muda wao. Hatua zile zilisogea hadi mbele ya mlango wao. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache. Kisha kivuli kilionekana upande wa pili wa nondo za chuma. Mlango haukufunguliwa. Badala yake uso wa mwanamke mmoja ulionekana kwa mbali kwenye mwanga hafifu wa korido. Alikuwa miongoni mwa wale wanawake waliokuwa wanaishi ndani ya kasri, wale wake wengi wa kiumbe. Tofauti yake ilikuwa moja kubwa. Alikuwa na mimba iliyokuwa imechomoza wazi chini ya vazi lake. Mkononi alikuwa ameshika kikapu kidogo. Nana na mwenzake Amanda walishituka na kujaribu kukaa, ingawa miili yao ilikuwa dhaifu sana. "Msiniogope," mwanamke yule alinong'ona kwa haraka. "Tafadhali msipige kelele." Alisogea karibu zaidi na nondo. Sauti yake ilikuwa ya upole lakini ilijaa hofu. "Naitwa Doris," alisema. "Nimekuja hapa kwa siri sana, nimewaletea chakula." Nana na mwenzake Amanda walitazamana kwa mshangao usioelezeka. Doris alipiga magoti polepole mbele ya mlango, akiteremsha kikapu chake. Ndani yake kulikuwa na mikate kadhaa na chupa ndogo za maji. "Mungu wangu," Amanda alinong'ona, machozi yakianza kumtoka. Doris alipitisha mikate ile kupitia nafasi ndogo kati ya nondo, kisha akawapa chupa za maji mmoja baada ya mwingine. "Harakeni kula," alisema kwa sauti ya kuomba. "Walinzi wako upande wa pili wa jengo." Nana na mwenzake Amanda hawakusubiri. Walichukua mikate ile na kuanza kula haraka haraka, mikono yao ikitetemeka kwa njaa. Walikuwa wanakula kana kwamba wanaogopa chakula hicho kitatoweka. Maji yalipogusa koo zao, walihisi kama uhai unarudi polepole ndani yao. Nana alianza kulia huku akila. "Asante, asante sana," alisema kwa sauti iliyovunjika. Doris aliwatazama kwa macho yaliyojaa machozi. "Hata mimi natamani sana kuondoka hapa," alisema kwa uchungu. "Nimechoka kuishi hapa. Haya siyo maisha. Ni gereza lilopambwa kwa dhahabu." Alishika tumbo lake kwa upole, machozi yakimdondoka. "Kama mkipata nafasi ya kutoroka tena, tafadhali msiniache," alisema kwa sauti ya kuomba. "Naishi chumba namba 9. Tafadhali msiniache." Maneno yake yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Nana. Nana alijikokota hadi mlangoni. Kwa tabu alipandisha mikono yake na kuipitisha katikati ya nondo za chuma. Alimshika Doris mkono kwa nguvu kidogo iliyobaki. "Kwanza asante kwa chakula na maji," Nana alisema huku akilia. "Umetuokoa leo. Lakini tafadhali, tunaomba ututoe hapa. Fungua malango. Watatuua." Amanda naye alisogea karibu, akitazama Doris kwa matumaini mapya. Doris alitikisa kichwa polepole. "Sijui wapi wanaweka funguo," alisema kwa huzuni. "Nimejaribu kufuatilia mara kadhaa, lakini wanaficha sana." Alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya kujiamini kidogo, "Nitafanya utafiti. Nikijua wapi wanaweka funguo nitaiba. Nije kuwatoa. Leo nimeleta chakula na maji tu, lakini sitakata tamaa." Maneno hayo yaliwasha tumaini jipya ndani ya mioyo ya Nana na mwenzake Amanda.
Wakiwa bado wanashikana mikono kupitia nondo, ghafla walisikia sauti ya hatua nzito zikikaribia koridoni. Hatua zile hazikuwa za taratibu kama za Doris. Zilikuwa za haraka na nzito. Amanda aligeuka kwa hofu. "Kuna mtu anakuja," alinong'ona kwa haraka. "Kimbia. Kimbia wasikukute hapa." Doris alishtuka. Alisimama kwa tabu akishika tumbo lake kubwa kwa mikono miwili. Hofu ilionekana wazi usoni mwake. "Msiseme nilikuja," alisema kwa sauti ya haraka. Kisha akaanza kutembea kwa kasi kadiri mimba yake ilivyomruhusu. Alipofika kona ya korido, aligeuka na kukimbia polepole, akishika tumbo lake ili lisimuumize. Amanda na mwenzie Nana walibaki kimya kwa muda mrefu. Mioyo yao ilikuwa bado inapiga kwa kasi kwa hofu ya kukamatwa, lakini ndani kabisa walihisi kitu kipya, tumaini. Walikuwa wamekula. Walikuwa wamekunywa maji. Miili yao iliyokuwa imelegea ilianza kupata nguvu kidogo. Ingawa njaa haikuisha kabisa, angalau hawakuwa tena kwenye hali ya kufa kwa kiu. Walisikia tena hatua za walinzi zikikaribia. Haraka walijilaza sakafuni kama awali, wakijifanya dhaifu kupita kiasi. Nana alifumba macho na kuachia pumzi kwa makusudi kama mtu anayekata roho. Amanda naye alijikunja akishika tumbo lake kama bado linauma sana. Mlango ulifunguliwa kidogo, macho ya mlinzi yakachungulia ndani. "Hawa bado wako hai," sauti moja ilisema kwa dharau. "Wataishi mpaka siku ya hukumu." "Usijali," mlinzi mwingine alijibu huku akicheka kwa kejeli. Walikaa kimya. Hawakujibu. Hawakuinua hata vichwa vyao. Baada ya muda mfupi mlango ulifungwa tena kwa kishindo. Hatua zao zikapotea koridoni. Dakika zilipita. Saa zikapita. Usiku ulipoingia katikati, kasri lilitulia. Vicheko vya walinzi vilipungua. Hatimaye kila kitu kilizama katika kimya kizito. Amanda alifumbua macho polepole. Aligeuka kumtazama Nana aliyekuwa amelala pembeni yake. Kwa sauti ya chini sana alimuita, "Nana." "Nana." Nana alitikisa kichwa kidogo. "Abe." Amanda alisogea karibu naye. "Unahisi Doris atakuja kutusaidia kweli?" Swali hilo lilikuwa limejaa hofu na matumaini kwa pamoja. Nana alikaa kidogo, akiegemea ukuta wa baridi. Aliwaza kwa sekunde chache kabla hajajibu. "Ndiyo," alisema kwa sauti ya taratibu. Anaonekana ni mtu mwema. Macho yake hayakuwa ya uongo. Alikuwa analia kwa uchungu wa kweli. Amanda alinyamaza kidogo, kisha akasema, "Naogopa tusije tukachelewa. Siku ya hukumu ikifika kabla hajapata funguo." Nana alishika mkono wa Amanda kwa nguvu kidogo. "Mungu atatusaidia. Tutaondoka hapa kabla ya siku ya hukumu." Walikaa kimya kwa sekunde chache, kila mmoja akiwaza kwa undani. "Ukifikiria," Amanda alisema polepole, "hata Doris yuko kwenye mateso. Ana mimba, mtoto wake atazaliwa kwenye kasri la kifo." Nana alishusha pumzi ndefu. "Ndiyo maana lazima tutoke wote. Sio sisi tu." Waliendelea kuongea kwa sauti za chini, wakijenga imani mioyoni mwao. Walizungumza juu ya siku watakayotoka. Walizungumza juu ya jua, hewa safi na uhuru. Walijaribu kujiona tayari nje ya kasri, wakikimbia bila hofu. Lakini ndani kabisa, hofu ilikuwa bado inawatafuna. Hatimaye usingizi mzito wa uchovu uliwashinda. Asubuhi ilifika bila wao kujua ni saa ngapi. Mlango ulifunguliwa kwa kishindo kikubwa kilichowashtua kutoka usingizini. Mlinzi mmoja alisimama mbele yao, uso wake ukiwa mgumu. "Simameni," alisema kwa sauti kali. "Leo ni siku yenu ya hukumu." Maneno hayo yaligonga mioyo yao kama radi. Amanda alimwangalia Nana kwa hofu isiyofichika. "Leo," alinong'ona. Mlinzi hakujali. Alifungua mlango kabisa. Walinzi wengine wawili waliingia ndani na kuwashika mikono kwa nguvu. "Twende," mmoja alisema kwa ukali. Nana alijaribu kuzungumza. "Subirini," lakini hakuruhusiwa kumaliza. Walivutwa nje ya chumba kwa nguvu, miguu yao ikikokota sakafuni. Walipofika koridoni, waliangaza macho huku na huku wakitafuta ishara yoyote ya Doris. Labda angejitokeza na funguo. Labda angepiga kelele kuzuia hili. Lakini hakukuwa na mtu. Korido lilikuwa tulivu, kana kwamba kila mtu tayari alijua kinachoenda kutokea. Amanda alianza kulia taratibu.
Alisema atakuja, alisema kwa sauti iliyovunjika. Nana alihisi moyo wake ukipasuka. Walikuwa wameamini. Walikuwa wamejenga matumaini juu ya ahadi ile ya siri. Lakini sasa walikuwa wakipelekwa kwenye hukumu yao. Labda hakuweza kupata funguo, Nana alisema kwa tabu, akijaribu kujifariji mwenyewe zaidi kuliko Amanda. Lakini kila hatua waliopiga kuelekea chumba cha hukumu, tumaini lao lilizidi kufifia. Walitazamana kwa macho yaliyojaa machozi. Walikuwa wameamini Doris angeiba funguo na kuja kuwatoa. Walikuwa wameota usiku wa manane kuwa watatoroka kabla ya alfajiri. Lakini matumaini hayo yote yalionekana kuyeyuka kama moshi. Milango mikubwa ilionekana mbele yao. Ndani yake kulikuwa na hukumu. Na kwa mara nyingine tena, Amanda na mwenzie Nana walihisi kama dunia yao inaingia gizani kabisa. Walinzi waliwapeleka Amanda na mwenzie Nana hadi kwenye chumba kimoja kikubwa sana. Milango yake ilikuwa mikubwa na mizito, ilifunguliwa kwa kishindo kikubwa kilichosikika kote ndani ya jumba lile. Ndani kulikuwa na mwanga mkali uliotoka kwenye taa zilizoning'inia juu. Waliingizwa ndani na kusukumwa mbele bila huruma. Sakafu ilikuwa pana, na mbele kabisa kulikuwa na jukwaa refu lililoinuka. Walinzi waliwashika mikono kwa nguvu na kuwapandisha juu ya jukwaa hilo. Chumba kile kilionekana kama machinjio ya binadamu. Watu waliokuwa wakifanya makosa ndani ya kasri walikuwa wakipelekwa humo na kuchinjwa. Hakukuwa na siri. Hakukuwa na huruma. Ilikuwa ni sehemu ya kutekeleza hukumu. Harufu nzito ilijaa hewani. Ukimya wa chumba ule ulikuwa mzito sana, uliokuwa umechanganyika na hofu ya kila aliyekuwemo. Pembeni mwa jukwaa, kwenye sehemu iliyoinuka zaidi, aliketi yule kiumbe wa kutisha. Alikuwa amekaa kwenye kiti cha kifalme kilichopambwa kwa nakshi za ajabu. Mwili wake mkubwa ulitanda kwenye kiti hicho, macho yake yakitazama mbele kwa umakini. Mbele yake kulikuwa na meza kubwa. Juu ya meza hiyo kulikuwa na nyama mbichi za binadamu. Vipande vilivyokatwa viliwekwa wazi bila kufunikwa. Yule kiumbe alikuwa anakula nyama mbichi za watu. Alikuwa anakula polepole, huku anatabasamu. Tabasamu lake halikuwa la furaha, bali la dharau na ukatili. Alitafuna kwa utulivu kana kwamba kilichokuwa mbele yake ni chakula cha kawaida kabisa. Amanda na mwenzie Nana walitetemeka walipoyaona hayo. Miguu yao ililegea, lakini walinzi waliwashikilia kwa nguvu wasianguke. Nyuma ya yule kiumbe walikuwa wamekaa wake zake 36 pamoja na wafanyakazi wa jumba lile. Walikuwa wamekaa kimya kabisa, wametulia kwenye viti vilivyopangwa kwa mstari. Nyuso zao zilikuwa zimejaa huzuni na simanzi. Hakuna aliyekuwa anatabasamu. Hakuna aliyekuwa akizungumza. Walionekana kama watu waliokubali hatima yao bila uwezo wa kupinga. Amanda na mwenzie Nana hawakuwa peke yao kwenye jukwaa lile. Pembeni yao walikuwepo vijana wengine wawili. Wote walionekana wenye hofu. Walikuwa wameshikwa na walinzi kama wao. Nyuso zao zilionyesha wazi kuwa nao walikuwa wamekamatwa, wakijaribu kutoroka. Watu hao wanne walisimama pale jukwaani wakisubiri hukumu yao. Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Macho yote yalikuwa yameelekezwa mbele. Mwanaume mmoja wa makamo alitoka upande wa pili wa jukwaa. Alikuwa mrefu na mwenye mwili mkubwa. Mkononi mwake alishika panga kubwa sana lililong'aa chini ya mwanga wa taa. Alipanda jukwaani kwa hatua nzito. Alisimama katikati yao, akiwatazama mmoja baada ya mwingine. Kisha akageuka kuelekea kwa hadhira iliyokuwa imekaa mbele yao. Kwa sauti kubwa na nzito alisema, hawa watu wanne wana makosa. Alinyanyua panga lake juu kidogo, akilizungusha hewani. Wamekamatwa wakiwa wanajaribu kutoroka, aliendelea kusema kwa ukali. Kisha uso wake ulijaa tabasamu la kejeli. Na adhabu yao ni kifo, ha 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 ha. Kicheko chake kilienea ndani ya chumba kile kikubwa. Kicheko kizito kilichogonga kuta na kurudi kama mwangwi wa hofu. Nana alifumba macho kwa sekunde chache. Amanda alianza kulia kimya kimya. Vijana wale wawili walitetemeka bila kusema neno. Yule kiumbe aliyekaa kwenye kiti cha kifalme aliendelea kula nyama yake mbichi, huku akitazama tukio lile kwa utulivu, kama mtu anayeshuhudia jambo la kawaida. Nyuma yake wake zake 36 pamoja na wafanyakazi waliendelea kukaa kimya, nyuso zao zikiwa zimejaa huzuni na simanzi. Na juu ya jukwaa lile, watu wanne walisimama wakisubiri adhabu iliyotangazwa kwa kicheko. Baada ya hukumu kutangazwa, ukumbi ule mkubwa ulizama katika ukimya mzito.
Mwanaume wa makamo aliyeshika panga kubwa alisimama tayari mbele ya meza iliyokuwa katikati ya jukwaa. Walinzi wawili walimsogelea kijana mmoja kati ya wale wawili waliokuwa wamesimama pembeni ya Amanda na mwenzake Nana. Walimshika mikono kwa nguvu na kumvuta mbele. Kijana yule alijaribu kujinasua kidogo, lakini hakuwa na nguvu za kupambana. Walimlaza juu ya meza iliyokuwa mbele ya yule mzee aliyeshika upanga. Kila mtu ndani ya chumba alifumba macho. Ukimya ulitanda kwa sekunde chache. Kisha tukio lile lilitokea. Yule kijana alikatwa kichwa. Mwili wake ulilegea juu ya meza. Ukumbi mzima uliendelea kuwa kimya. Bila kuchelewa, walinzi walimshika kijana wa pili. Naye alisukumwa mbele na kulazwa juu ya meza ile ile. Hakukuwa na mazungumzo. Hakukuwa na rehema. Na kijana mwingine hivyo hivyo alikatwa kichwa. Amanda alipiga kelele za maumivu. Nana alishika kifua chake kwa hofu. Machozi yalikuwa yanawatiririka bila kukoma. Wote wawili walianza kusali sala zao za mwisho. Midomo yao ilikuwa inatetemeka. Maneno yalitoka kwa tabu huku machozi yakitiririka mashavuni mwao. Mungu tusaidie, Amanda alinong'ona. Nana alikuwa akitetemeka mwili mzima. Alijua muda wake ulikuwa unakaribia. Ilipofika zamu ya Nana, walinzi walimsogelea. Walimshika mikono kwa nguvu na kumvuta mbele. Miguu yake ilikuwa inatetemeka alipokuwa akipelekwa kuelekea meza ya kifo. Alianza kulia kwa uchungu mkubwa. Alipofikishwa karibu na meza, macho yake yalijaa machozi. Kichwani mwake zilianza kupita picha za familia yake. Alimkumbuka baba yake. Alimkumbuka mama yake. Alikumbuka tabasamu la wadogo zake. Baba, mama, alinong'ona kwa sauti iliyovunjika. Alilazwa juu ya meza ya kifo. Mwili wake ulikuwa unatetemeka. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu isiyoelezeka. Yule mzee aliyeshika panga alisimama tayari. Ndipo ghafla, wazo likamjia Nana kichwani. Alifungua macho haraka na kwa sauti ya juu kadiri alivyoweza akasema, mimi ulinitolea mahari kubwa sana. Je, unakubali nife bila kukuzalia mtoto? Ukumbi ulitulia ghafla. Yule kiumbe wa kutisha aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha kifalme alishtuka. Alisimama kwa nguvu, macho yake yakimwangalia Nana kwa makini. Acha, usimuue huyo msichana, aliongea kwa amri kali. Yule mzee aliyeshika panga alisimama pale pale, hakusonga tena. Kiumbe alishuka kidogo kutoka kwenye kiti chake cha kifalme. Alimwangalia Nana kwa sekunde kadhaa bila kusema neno. Kisha akafikiri kidogo. Ni kweli, alisema polepole. Mimi nilikutolea pesa nyingi. Nililipa madeni makubwa ya baba yako. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa, kila mtu akisubiri atakachosema. Huwezi kufa kabla hujanizalia mtoto, aliendelea kusema kwa sauti nzito. Ni lazima unizalie watoto hata 6, ndio nikuue. Baada ya kusema maneno hayo, kiumbe alianza kucheka kwa sauti. Kicheko chake kizito kilijaza chumba kile kikubwa, kikigonga kuta na kurudi kama mwangwi wa hofu. Nana alipumua kwa nguvu akiwa bado amelala juu ya meza. Amanda alimtazama kwa mshangao na macho yaliyojaa machozi. Ukumbi mzima uliendelea kuwa kimya, isipokuwa sauti ya kicheko cha kiumbe iliyokuwa ikiendelea kusikika. Baada ya kiumbe kusema kuwa Nana hatauawa hadi atakapomzalia watoto, chumba kile kikubwa kilibaki kimya kabisa. Hakukuwa na sauti ya mtu kuongea. Kila aliyekuwepo alitazama tukio lile kwa mshangao. Nana alipumua kwa nguvu akiwa bado juu ya meza. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi sana. Polepole waliinuliwa kutoka pale na kusimamishwa tena jukwaani. Asante Mungu, nimepona, alisema kimoyomoyo huku machozi yakimtoka. Lakini kabla hajamaliza kufurahia kupona kwake, mawazo mengine yakamjia haraka. Mimi nimepona, lakini Amanda je? Aligeuza kichwa kumtazama Amanda aliyekuwa bado amesimama pembeni, mikono yake imeshikwa na walinzi. Uso wa Amanda ulikuwa umejaa hofu. Zamu yake bado ilikuwa haijafutwa. Ndipo Nana akahisi kitu kikimchoma moyoni. Hakuweza kukubali kumwacha Amanda afe mbele yake. Ni lazima nimuokoe na yeye, alijiambia. Mawazo yakaanza kukimbia kichwani mwake. Atumie nini? Aseme nini? Afanye nini ili kumshawishi kiumbe asimuue Amanda?
Bila kusita zaidi, Nana alijinasua kidogo kutoka mikononi mwa walinzi na kukimbia kuelekea pale alipokaa yule kiumbe. Alifika mbele yake na kupiga magoti haraka. Akashika miguu ya kiumbe kwa mikono yake huku akilia. "Tafadhali," Nana alipaza sauti. "Naomba usimuue Amanda. Mimi nitafanya kila kitu utakachotaka. Tafadhali muache hai." Ukumbi wote ulimtazama. Kiumbe wa ajabu alimwangalia chini kwa macho makali. Kwa sekunde chache hakusema neno. Kisha akaanza kucheka kwa sauti nzito. Ha 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 ha. Kicheko chake kilijaa ndani ya chumba. "Sawa," alisema kwa sauti ya dharau. "Nitamwacha." Amanda aliyekuwa amesimama pembeni, alishtuka kwa mshangao. "Lakini mkirudia tena," kiumbe aliendelea kusema, "nitawatafuna wabichi." Maneno hayo yalitolewa kwa ukali. Kisha akaketi tena kwenye kiti chake cha kifalme. Amanda alimshukuru Mungu kimoyomoyo. Machozi ya shukurani yakamtoka kimya kimya. Walinzi waliwaachia mikono yao. Taratibu watu wote ndani ya chumba kile walianza kusimama na kuondoka mmoja baada ya mwingine. Wake zake 36 waliinuka kimya kimya na kurudi vyumbani mwao. Wafanyakazi wa jumba nao waliondoka bila kusema neno. Kiumbe alibaki amekaa katika kiti chake, akiendelea kula nyama mbichi juu ya meza yake kana kwamba hakuna kilichotokea. Amanda na mwenzake Nana walitazamana kwa sekunde chache. Hakukuwa na maneno ya kusema. Wote walikuwa wamepona kwa neema tu. Walinzi waliwachukua na kuwapeleka kila mmoja chumbani kwake. Nana alipofika chumbani kwake, mlango ulifungwa nyuma yake. Alisimama katikati ya chumba kwa muda mfupi, akishusha pumzi ndefu. Kisha akapiga magoti sakafuni. Machozi yalimtoka kwa wingi. "Asante Mungu, asante sana," alisema kwa sauti ya kilio. Alilia kwa furaha. Alilia kwa kuokoka. Alilia kwa uchungu wa yote aliyopitia. Lakini furaha ile haikudumu kwa muda mrefu. Usiku ulipofika na chakula cha usiku kupita, Nana alikaa peke yake ndani ya chumba chake. Aliutazama mlango kwa hofu. Alijua kuwa kiumbe alikuwa amesema wazi kuwa hata kufa hadi atakapomzalia watoto. Alijua maana yake. Alijua kuwa muda wowote mlango ungefunguliwa. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi tena. Alishika mikono yake kwa nguvu. "Lazima aje," alijiambia kimoyomoyo. Alijisikia kuumia sana. Alijisikia mnyonge. Lakini alijua hakuwa na njia nyingine. Mawazo ya kutaka kujiua yalimjia ghafla. "Labda nimalize maisha yangu mwenyewe," alifikiria kwa sekunde. Lakini haraka alitikisa kichwa chake. "Hapana," alisema kwa sauti ya chini, lakini yenye msisitizo. "Sipaswi kujiua." Alikumbuka familia yake. Alikumbuka Amanda. Alikumbuka ahadi ya kuishi. Alikaa kitandani akiwa na hofu, akisubiri. Usiku uliendelea kusonga mbele, na kila sauti ndogo aliyosikia nje ya mlango ilimfanya moyo wake uruke kwa hofu. Baada ya muda kidogo wa kusubiri kwa hofu, mlango wa chumba cha Nana ulifunguliwa taratibu. Sauti ya kufunguka kwake ilimfanya moyo wake uruke kwa nguvu. Yule kiumbe aliingia ndani akiwa ameshika maua mkononi. Alikuwa anatabasamu kana kwamba anaingia kumtembelea mpenzi wake kwa upendo. "Mke wangu mpendwa," alisema kwa sauti laini isiyoendana na ukatili wake, "nimekuletea maua mazuri." Nana alihisi tumbo lake likiuma kwa maumivu ya ndani. Alimchukia. Aliumia. Lakini alikumbuka alichomwambia mbele ya watu wote, kuwa atafanya kila kitu ili kumwokoa Amanda. Alijikaza. Polepole alisimama kutoka kitandani. Alijilazimisha kutabasamu, ingawa tabasamu hilo halikutoka moyoni. Alipokea yale maua mikononi mwake. "Asante," alisema kwa sauti ya kujifanya mwenye furaha. Kiumbe alifurahia majibu haya. Alimsogelea zaidi ndani ya chumba, akifunga mlango nyuma yake. Ukumbi ule mdogo ulijaa ukimya mzito. Kiumbe alianza kuvua nguo zake taratibu. Alifanya hivyo kwa utulivu kana kwamba kila kitu ni cha kawaida. Nana alisimama pale, macho yake yakimwangalia, moyo wake ukitamani ardhi ipasuke na immeze. Alijisikia mnyonge. Alijisikia hana pa kukimbilia. Lakini hakusogea. Hakupinga. Alibaki pale kwa sababu aliamini huu ndo ulikuwa uamuzi pekee wa kuokoa maisha yake na ya Amanda.
Baada ya kumaliza kuvua nguo zake, kiumbe alianza kumsogelea Nana kitandani taratibu. Hatua zake zilikuwa nzito. Kila hatua ilisikika wazi ndani ya chumba kile. Nana alirudi nyuma hadi kugusa kitanda. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi isiyoelezeka. Alipofika karibu kabisa, Nana alifumba macho yake kwa nguvu. Hakutaka kuona. Hakutaka kumtazama kiumbe wa ajabu akilala naye. Alishika shuka kwa mikono yake kwa nguvu. Ndipo ghafla, kiumbe alipiga kelele nzito sana. Kelele ile ilijaa ndani ya chumba kwa nguvu. Mwili wake ulitingishika. Sekunde iliyofuata alianguka chini kwa kishindo kizito. Sauti ya kuanguka kwake ilitikisa sakafu. Kiumbe alipoteza fahamu. Nana alifumbua macho kwa mshangao. Hakuelewa kilichotokea. Aliketi kitandani akitetemeka. Polepole aligeuza macho yake kuelekea upande wa nyuma wa kiumbe. Alimuona Amanda. Amanda alikuwa amesimama nyuma ya kiumbe, akihema kwa nguvu. Mikononi mwake alikuwa ameshika jiwe kubwa sana. Jiwe hilo lilikuwa ndilo alilotumia kumpiga nalo kiumbe kichwani. Uso wa Amanda ulikuwa umejaa hofu, lakini macho yake yalikuwa na ujasiri. "Nana," alisema kwa sauti ya chini, lakini yenye msisimko. Nana alishuka kitandani haraka na kusogea karibu na Amanda. Alimtazama kiumbe aliyekuwa amelala chini bila fahamu, kisha akamtazama Amanda tena. "Siwezi kuamini," Nana alinong'ona. Amanda alitikisa kichwa. "Niliona anaingia. Nilifuata kwa siri. Nisingeweza kukuacha." Machozi yalianza kumtoka Nana. Hakuwahi kufikiria kuwa Amanda angeweza kuchukua hatari hiyo kwa ajili yake. "Umeniokoa," Nana alisema kwa sauti iliyovunjika. Chumba kilikuwa kimya isipokuwa sauti ya pumzi zao za haraka. Kiumbe alikuwa amelala chini bila fahamu. Mwili wake mkubwa ulikuwa umetanda sakafuni. Nana alimtazama Amanda tena, bado haamini kilichotokea. Lakini swali lilikuwa moja tu. Je, kiumbe amepoteza fahamu tu au ameumia vibaya zaidi? Na je, walinzi watagundua nini kilichotokea ndani ya chumba hiki? Ndugu mtazamaji, sehemu ya 4 inaishia hapa. Amanda amemsaidia rafiki yake kutoka kwenye mikono ya kiumbe. Amempiga na jiwe zito kichwani, kiumbe amepoteza fahamu. Swali ni je, Amanda na mwenzake Nana watafanikiwa kutoroka jumba lile la hofu au watakamatwa tena kama mwanzo? Hatari bado ni kubwa na walinzi wako kila kona. Tukutane sehemu ya 5 kuona hatima ya mashujaa hawa. Lakini usisahau kulike, comment bendera ya nchi yako na share simulizi hii kwa marafiki zako. Subscribe kwenye channel hii ili usipitwe na mwendelezo huu wa kusisimua.